Mchakato wa kuanzisha chuo kikuu katika mkoa wa Mara ulianzishwa na wadau kwenye miaka ya 90 na kitu, lakini mwaka 2010 Chama cha Mapinduzi kupitia ilani yake ya uchaguzi kiliamua kwamba kianzishe chuo katika mkoa wa Mara kwa dhumuni la kumwenzi baba wa taifa hayati Mwalimu Nyerere, na hiki chuo kujikita kwenye mambo ya msingi ambayo baba wa taifa alikuwa anasimamia, na kwa hiyo msingi mkubwa ikawa ni sekta ya kilimo. Na kwa sababu hiyo ya chama na ridhio ya serikali ya CCM kwenye mwaka 2012 hiki chuo kilisajiliwa, kilipewa usajili wa muda na mamlaka ya tume ya vyuo vikuu, na kwenye mwaka 2013 Wizara ya Elimu iliamua kuanzisha mchakato wa kuangalia kwa undani zaidi uanzishaji wa chuo hiki, na baada ya kamati yake kufanya kazi vizuri na wizara kuridhia taarifa ya kamati na serikali kwa ujumla kuridhia taarifa ya kamati, mwaka 2014 Disemba serikali iliamua kuteua viongozi, maana yake makamu mkuu wa chuo, manaibu wake, nao wakaanza kazi mwezi Februari 2015. Lakini katika uamuzi wa serikali ambao viongozi wa chuo walipewa ni kwamba wajitahidi kutafuta njia ambazo zinawezekana kuweza kuwa na chuo ambacho ni tofauti na vyuo vingine, utofauti ambao unaweza kuendana na msingi mzima wa mambo ambayo alikuwa anasimamia baba wa taifa hayati Mwalimu Nyerere. Kwa hiyo viongozi baada ya kukaa hapa na kutizama kwa undani mawazo na ya serikali ya kujenga chuo ambacho ni tofauti, tumeamua kwamba chuo chetu basi kitakuwa tofauti kwenye maeneo yafuatayo. La kwanza kabisa, kama tunataka kuwa na dhana ya kusimamia misingi ya baba wa taifa, lazima tuwe ni chuo ambacho kinatoa wahitimu ambao wanaweza wakawa wakulima wa kesho. Kwa hiyo chuo kitoe wahitimu ambao wanaweza kutengeneza ajira, wanaweza kujiajiri na wakawa ni wakulima endelevu na wakulima wa kesho. Na kwa misingi hii, mitaala ambayo tumeitengeneza ni mitaala ambayo inatoa elimu kwa ujumla na vitendo vyake kama ilivyo vyuo vingine kama chuo cha Sokoine, lakini inapofika mwaka wa 4 au vijana wanapita kwenye masomo ambayo ya kibiashara ambayo watawafanya waweze kuwa ni vijana ambao wanakuwa na ari, wanakuwa na moyo, wanakuwa na maamuzi ya maksudi ya kuweza kwenda kujiajiri. Ili kuweza kufikia hilo lengo, sisi kama chuo tumejipanga vifuatavyo. Moja ni kuhakikisha kwamba vijana ambao tutawachagua kuingia kwenye mitaala yetu ni vijana ambao tutakuwa tumeongea nao, tumewasahili kwa njia nzuri tu, na kuweza kujua tu kwamba hawa vijana kweli wanajua wanachotaka kuja kufanya. Cha pili, wanafunzi wetu wiki 2 za mwanzo hawataingia darasani. Wiki 2 za mwanzo watakuwa mashambani,
Dhana ya kuwapeleka mashambani ni kuwafanya waanze kuona kwamba wao ni wakulima wa kesho na sio vijana wanaotafuta elimu ya kwenda kuajiriwa. Wanaingia kwenye mashamba, wanakaa wiki 2, na wakati huo wanakuwa na semina. Kuna wataalamu kutoka nje, wafanyabiashara kutoka nje kuja kuzungumza na hawa vijana ili kuanza kuwageuza mawazo yao. Lakini 3, wakati wanafunzi wanaendelea masomo yao kwa mwaka wa kwanza, wa pili na wa 3, watakuwa na fedha ambayo itawasaidia waweze kuendesha biashara ndogo kama sehemu za practical training, sehemu ya kupata maarifa zaidi, na wakati huo wanaanza kujifunza biashara ndogo. Hiyo pesa itakuwa ni ya mzunguko, lakini faida itakayopatikana mule ndani ni ya kwao. Imani yetu kwamba kama wanafunzi watapitia cycles kama 3 au 4 za biashara mpaka ifika mwaka wa 3 kwa yamebadilika. Mwaka wa 4 ndio wanaingia kwenye mfumo mzima wa kuanza kufikiria biashara. Lakini kikubwa ambacho nataka wananchi na wadau wa chuo waelewe kwamba ikifika mwaka wa 4, mwanafunzi wa mwaka wa 4 tunamtegemea atengeneze andiko la mradi. Kwa hiyo mwanafunzi anapomaliza masomo, sio kwamba anaondoka na certificate yake tu, sio kwamba anaondoka na transcript yake tu, lakini vile anaondoka na andiko la kibiashara ambalo litakuwa limeangaliwa na wataalamu kutoka kwenye taasisi za fedha. Lengo letu ni kwamba akitoka hapo, basi ni vijana ambao tumewapika kwenda kuwa wafanyabiashara. Lakini chuo kimedhamiria kwamba hakitaacha kufanya kazi na hao wahitimu, kwamba tumetengeneza mfumo wa hatamizi za biashara, kwamba vijana ambao watakuwa na mawazo mazuri ya biashara tutawaingiza kwenye programu za hatamizi ambazo ni kufanya miradi yao chini ya uangalizi ya watu waliobobea biashara. Kwa hiyo tunaita hiyo kwa kizungu business incubation, na wakifanya hilo kwa mwaka wa kwanza mpaka mwaka wa 2 mpaka mwaka wa 3, tunaamini vijana kuwa wameiva. Sababu watakuwa na andiko lao, watafanya mradi wao, watafanya kama ni kulima, kama ni kusindika chini ya uangalizi wa wataalamu ambao wamebobea kwenye mambo ya biashara. Na hapo tunawasaidia kwa connect na masoko and so forth. Baada ya hapo then tunawawin, ama tunaamua kwamba sasa unaweza kusimama peke yako. Hilo ni njia mojawapo ambayo itafanya sisi tuwe tofauti. Tutazungumza baadaye itasaidia nini kwenye uchumi wa viwanda. Lakini la pili ambalo tumeamua sisi tuwe tofauti kama chuo ni kwamba chuo kwetu sisi ni kwamba mafunzo yetu yote, practical training zetu zote tutazielekeza kwa wananchi. Kwa hiyo tungependa kuwa na mfumo endelevu wa kufanya kazi na wananchi kwa ajili ya wananchi, kwa kuamua kwenye wimbi la umaskini. Kwa hiyo tutakuwa na program za kufanya kazi na wananchi ambazo tunaziita outreach, ili kuweza kuwasaidia wananchi waweze kuendelea kupitia sekta ya kilimo. Na wakati huo tutakuwa na mfumo mizuri ya kuweza kuwa na links na viwanda, ili kusudi yale tunayofanya yote yawe yanapelekwa kwa wadau. Wakati huo tutajifita kwenye tafiti zetu. Tunataka ziwe tafiti ambazo zinalenga kutatua matatizo ya mkulima wa kawaida, ili kusudi matokeo yetu yawe kwa manufaa ya wananchi. Na tunaamini tukifanya hivyo tutakuwa tumeweza kufikia ile kiu ya wananchi wanayohitaji. Kwa mfano katika shamba hili hapa ukiangalia, tumeweza kupanda mahindi tukachanganya na fiwi, ambaye kwa Kiingereza tunaita ni Dolcas beans. Na lengo kubwa hapa ukiangalia katika ardhi kiujumla, ardhi ya Butiama imetumika sana kwa kulima miogo, mahindi. Kwa hiyo kwa kifupi rutuba nyingi sana imepotea.
mpaka wakulima wengi kuwatembelea huko unakuta mahindi yao yanakuwa na afya ambayo hairidhishi kiukweli, na mwisho wa siku wanapata mavuno kidogo. Na hii ni kutokana na kwamba kupanda zao moja kwa muda mrefu, kwa mfano kama miogo inapandwa mwaka huu, mwaka unaofuata hivyo hivyo, hawaangalii kwamba kuna rutuba inayopotea kwenye ardhi. Kwa hiyo tunachokifanya Chuo Kikuu cha Kilimo na Science cha Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ni kwamba tunaonyesha kwamba sio lazima upande mahindi peke yake, bali unaweza kupanda na zao lingine ambalo tunaita ni zao mtandazo kama hivi fiwi, kwa ajili ya kurutubisha ardhi, pamoja na isaidie pia kurutubisha mahindi kwa wakati huo, ili uweze kupata mavuno mengi kwa wakati mmoja. Ukiangalia zao hili la fiwi, mkulima anapolivuna pia lina soko sana sana nchi jirani hapa ya Kenya. Kwa mfano kilo moja hapo unaweza kupata kilo moja ya fiwi unaweza kupata shilingi 3,000 mpaka 5,000 tegemea na msimu. Kwa hiyo hapa mkulima anapata faida mara mbili. Ya kwanza anavuna mahindi, na pili anavuna fiwi, na pia anakuwa ameweza kurutubisha ardhi yake. Hii itasababisha kuwasaidia au kuinua maisha kidogo ya wakulima waliopo Butiama kiuchumi zaidi. Kulingana na nchi yetu kwamba inataka kwenda katika uchumi wa kati na mapinduzi ya viwanda, sisi tumeona wananchi wanayo nafasi ya kushiriki katika hayo mapinduzi kwa kwenda kwenye mazao ambayo yana soko kubwa, ambapo tunaangalia sasa hivi mafuta yamekuwa yakitakiwa sana kwenye nchi yetu mpaka tunafika mahali tunaagiza. Lakini kwa ardhi kubwa tulionayo pamoja na wakulima wenye uwezo wa kuzalisha alizeti, tunaona tunayo nafasi sasa kama taasisi yetu ya Mwalimu Julius K. Nyerere Chuo Kikuu cha Kilimo na Teknolojia kuwashauri wakulima kulima yale mazao ambayo kwa sasa yataweza kukizi mahitaji ya serikali yetu kwenda kwenye uchumi wa viwanda. Kwa hiyo mbele yenu hapa ni zao la alizeti ambalo tumelipanda toka tarehe 30 mwezi wa 3. Kwa sasa lina takriban miezi miwili, na hii mbegu ni mbegu aina ya hybrid Highsun. Tunataka tuangalie inavyoweza kufanya. Tulipanda rekodi msimu uliopita, nao tumeelewa inafanya vizuri, na tunaendelea kuwashauri wakulima nao wanaweza kaipanda. Lakini kwa sasa hivi tumetafuta mbegu nyingine ambayo ni hybrid, inazalisha magunia mengi sana kuanzia 25 mpaka 40 kwa eka. Kwa hiyo tunataka tuone kwamba je, hayo yaliyoandikwa kwenye ile mbegu ni sahihi. Tunapoambia wakulima hicho kitu kiwe na uhakika. Kwa hiyo kwa sasa tunawashauri wakulima mkoa wa Mara na mikoa inayotuzunguka tulime mazao ambayo kwa kweli yatatusaidia kuinua uchumi wetu, hasa zao la alizeti ambalo kwa sasa mafuta yanahitajika mpaka nchi inaagiza nje. Kama tulivyosema, hii ni mbegu aina ya Highsun, ni hybrid, inazaa kwa kiasi kikubwa sana na inatoa mazao mengi. Kwa hiyo tunalenga kwamba wakulima wakiipata hii mbegu itafanya vizuri kwao na itawasaidia katika kuinua uchumi wao. Kwa kupanda, tumepanda hapa kwa mbegu, na mbegu ni sentimita 30, lakini mstari na mstari tulitumia sentimita 75. Kwa hiyo huo ndio upandaji wake, na tunaona mpaka sasa hivi inafanya vizuri. Hatujatumia mbolea wala dawa yoyote. Tunaangalia katika ile mazingira kabisa ya mkulima, ili tuone yeye ambaye ana mazingira hayo anaweza kufanya vipi. Lakini tunaona kwa kiwango kikubwa inafanya vizuri kabisa, na hayo mazingira ndio tunataka na mkulima azalishe katika mazingira hayo ambayo atapata kipato kikubwa. Tumeweka hii inaitwa Canivalia, ambayo haya ni mazao funika. Mazao funika haya yanarutubisha ardhi, kazi kubwa ni kurutubisha ardhi na vile vile kuzuia mmomonyoko wa udongo. Na hii ni sehemu ambayo tunafundisha wakulima kupitia Chuo Kikuu cha Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Tumeweza kutoa mafunzo kwa wakulima, yani wakulima 120 ambao tayari kushapata mafunzo juu ya kilimo hifadhi, na kati ya hao wakulima 85 ambao tayari walishatekeleza mradi huu wa kilimo hifadhi. Na lengo kubwa la kutoa mafunzo kwa wakulima juu ya kilimo hifadhi ni kukabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi, kwa maana ukame,
mazao haya yanavumilia sana ukame. Tangu kupandwa na kukua kwake yanachukua miezi 6 kwa ajili ya kutoa hizo mbegu. Kwa hivyo wakulima tunashauri, na kwa hao ambao tayari wameshakuwa chachu katika kufundishwa kwenye chuo hiki na tayari wameshaongeza hamasa kwa wakulima wengine, na ongezeko la wakulima kutoka 85 mpaka sasa kwa sababu ya uhaba wa mbegu, tunatarajia katika msimu ujao mdogo wa mvua tutakuwa na zaidi ya wakulima 200 ambao tutaweza kuwafikia wa kilimo hifadhi wenyewe. Mbali na kutoa mafunzo kwa wakulima, lakini zao hili liko kibiashara. Kwa maana kama mkulima atakuwa amezalisha mbegu, anaweza kuuza, lakini vile vile kusambaa katika maeneo yake ili kulima eneo dogo au na uhakika wa chakula. Hapa tunapoona kwamba ni tunazalisha mbegu tu tunafundisha. Lakini bado tunaweza kuchanganya mazao mengine kama mahindi na mtama. Tukaweka kama ile intercrop, kwa maana lengo lake kwa sababu lina cover ile soil ili kuzuia mmomonyoko na kutunza unyevu kwa muda mrefu. Kwa hiyo wakati jua linawaka kwa kipindi cha ukosekanaji wa mvua ya kutosha, haya yanaweza kutunza unyevu. Kwa hiyo utakuta chakula chako kinaendelea kukua tu, mazao yako yanakuwa vizuri na unyevu chini ni mwingi. Na tunafundisha mbali na kuweka haya, tunafundisha kutumia matandazo. Kwa hiyo unaweza kutumia matandazo katika mazao mbalimbali, kwa mfano mahindi, mtama, kwa kutumia mazao funika haya ukiweka na matandazo yake kwa chini. Kwa hiyo hivyo tunazuia ile mionzi ya jua na kuweza kustiri udongo kuwa na unyevu wa kutosha. Tunashukuru sana kwa mwitikio mkubwa wa wakulima waliopo katika wilaya ya Butiama kwamba wamepata kuipokea hii elimu ya kupanda muogo wa kisasa kwa kasi, kiasi kwamba hata katika wakulima 200 ambao tumepata kuwafikia na kuwafundisha, walio wengi wameipokea hii elimu na wanaendelea kutekeleza na kufanyia kazi. Na walio wengi kwa kweli wanarudisha shukrani kwamba utaalamu wetu ambao tunautoa hapa chuoni umewasaidia, kwa sababu wanazidi kuyaona matunda ya kile ambacho tunakitoa au ya kile ambacho tunawafundisha. Kwa sababu hizi zote ni juhudi za chuo kukabiliana na changamoto ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Ndio maana tunatumia hizi mbegu za kisasa ambazo nimeshakwisha kuzitaja, ambazo ni Kiloba, Mkindo na Mkombozi. Kwa sababu mbegu za zamani zilikuwa zikikabiliwa na magonjwa kama mibatobato na michirizi kawia. Ni ugonjwa michirizi kawia ni ugonjwa ambao unasumbua sana majani, kiasi kwamba uwezo ule wa jani kusanisha chakula chake au mmea kujitengenezea chakula unashindikana, kiasi kwamba unakuta miogo mingine haiwi na hali nzuri kama hapa ninavyoeleza. Unaweza ukaangalia hali ya muogo ilivyo nzuri, na kwamba muogo kwa kweli unamtia moyo mkulima kwamba kilimo kinaweza kikawa mkombozi kwa maisha yake na kiuchumi na katika habari ya chakula kwa familia yake. Kwa hiyo ni hakika kwamba kwa kuipokea hii elimu kwa wakulima ambao wanatuzunguka katika hii wilaya na sisi tunapata kujivunia kwamba hakika uwepo wa hii chuo umekuwa wa mafanikio kwa wakazi katika hii wilaya ya Butiama. Kwa hiyo sisi tunachowasisitiza kwamba tuendelee kushirikiana nao katika matatizo mbalimbali ambayo yanawakabili kwa kilimo, kwa sababu hapo wataalamu wa kutosha. Mimi mwenyewe naongea ni mtaalamu katika vipando au katika kilimo cha muogo, lakini si katika hayo tu na mazao mengine, kwa sababu tuko katika idara ambayo timu tumejitengenezea uhakika kwamba kila mtu analo zao ambalo anashughulika nalo. Kwa hiyo tuko tayari kuwasaidia wakulima katika matatizo yao ambayo yanawakabili, kwamba hata wakija na matatizo tutawasaidia. Kwa hiyo kiufupi ni kwamba tunazidi kuwakaribisha wote ambao wako tayari kuja kujifunza. Tunatoa elimu, lakini pia kwa vipando ambavyo tumepanda mahali hapa tunawapa pia mbegu, tunazisambaza katika vijiji ndani ya wilaya ya Butiama na nje ya wilaya, kwa sababu tunao mpango wa kuzalisha mbegu zaidi ambazo zitawasaidia vijiji jirani ndani ya mkoa na hata ikiwezekana ndani ya kanda ya Ziwa kwa ujumla. Kwa hiyo tunawakaribisha sana katika chuo chetu, na kwa ushauri, kwa utafiti, kwa kujifunza na kwa matatizo mbalimbali, sisi tuko tayari kwa utatuzi.
Asante. Zamani tulikuwa tunalima kienyeji tu bila kutumia utaalamu wowote. Unalima sehemu kubwa, mavuno kidogo. Lakini sasa naona kama tutatumia hii kitaalamu tutapata mavuno kwa wingi kwa sehemu ndogo ambayo tutakuwa tumezingatia masharti ya kitaalamu. Mimi nashukuru sana kwa viongozi ngazi za kitaifa kutuletea chuo hiki kwa ajili ya kuingia ndani ya kitongoji chetu, hususani kata yetu ya Butuguri, wilaya yetu ya Butiama. Mimi ninashukuru sana hasa Rais wa awamu ya 5 kuweza kukumbuka Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kuweka chuo hiki. Kwa hiyo mimi kama mwenyekiti ninafurahi sana kwa ujio huo wa mkuu wa chuo. Kwa hiyo mimi sitaweza kuwa na maneno mengi. Mimi ninawashukuru viongozi mbalimbali wa chuo na Rais wa awamu ya 5 kwa ajili ya mchakato huo wa chuo. Taisoma namba mwenyewe.